Mpagani ni nani? Mpagani ni mtu asiyeenda katika nyumba za ibada kumtukuza Mwenyezi Mungu pamoja na kujumuika na watu wengine katika kanisa. Watu wengi wameibua mijadala mingi sana kuhusu mpagani au wapagani, hasa wakilenga watu ambao wasioenda kanisani. Neno mpagani limekuja kuibuka baada ya Waafrika wengi pamoja na Watanzania wengi kujumuika pamoja kwenda kwenye majumba ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, yaani makanisa. Waumini wa kileo wamekuja kutenga kundi kubwa sana la Waafrika au Watanzania wasioenda kanisani na kuwaita wapagani. Hizo ni fikra zao, ni fikra za watu ambao wanajiona wao wamefika mahala pazuri. Hawajui kwamba ni kosa kubwa sana kumhadaa mtu au kumzungumzia mtu kuwa yeye ni shetani au kuwa yeye ni mtu ambaye asiyemjua Mungu. Watu wote ni wa Mungu. Kila mtu huwa anaabudu akimtumaini Mwenyezi Mungu aweze kumbariki kwa kila jambo analoliomba. Kwenda makanisani au kwenye majumba ya ibada ni desturi waliokuwa wanaitumia wazungu, yaani watu kutoka bara Ulaya. Baada ya kuja barani Afrika na kuona Waafrika wanaabudu chini ya mti, Waafrika wanaabudu makaburi ya mababu zao, Waafrika wanaabudu chini ya mibuyu, Waafrika wanaabudu kwenye milima, Waafrika wanaabudu kwenye mito, Waafrika wanaabudu kwenye njia panda pamoja na sehemu mbalimbali. Hizo ndo mila za Mwafrika alizokuwa anazitumia, na walikuwa wanabarikiwa na Mwenyezi Mungu na mambo yao yalikuwa yanaenda vizuri. Ndio maana sisi Waafrika hadi saa hizi tumefikia sehemu ambayo sio nzuri sana ya kugawanyika na kujiona wengine ni wa Mungu, wengine ni wa shetani. Waafrika wasioenda kanisani ambao wanaitwa wapagani, wanaoamini kwa waganga wa kienyeji, wanaoamini kutoa sadaka za mifugo, kuwa ni watu wa shetani. Na wale wanaoenda kwenye majumba ya ibada na kumtegemea Mwenyezi Mungu kupitia Yesu Kristo, wao wanasema wanaiona mbingu pamoja na pepo. Ni mitazamo iliyokuja kuwachanganya Waafrika na kujigawa wao kama wao, na imefika mahali kwa mtu ambaye asiyeenda kanisani hana msaada wowote katika jamii. Hizo ni fikra tulizoachiwa na watu weupe. Ila usipotumia akili yako ya kuzaliwa na kutafakari haya mambo kwa kina zaidi, utabaki na mtazamo wa kizungu, kumdharau Mwafrika mwenzako pamoja na kudharau mila zako zilizo
lifanya bara la Afrika na kuwa na neema ya kila kitu. Saizi tuna majanga mengi yanayojitokeza barani Afrika kwa sababu ya makosa tuliyoyafanya kukana mila zetu, hasasa za kuabudu katika mazingira yetu yaliyokuwa yanatumiwa na wazee wetu. Ni muda wako sasa kutafakari na kujifunza kuyajua mambo yale babu zetu waliokuwa wanayafanya na kuyaabudu. Naomba niishie hapo. Asante.